Bwana, tumepata bahati kukutana na mfanyakazi wa kampuni IPP kwenye gazeti la Nipashe, Hamisi Nasiri. Kaka, habari? Salama. Leo mchezo wa Yanga dhidi ya Simba umesitishwa. Na imani scenario yote unayo. Neno lako ni lipi? Kwanza nashukuru kupata fursa hii ya kupata mahojiano na chombo hiki kizuri kabisa kilichopo hapa wilayani Masasi cha Masasi Online TV. Ndiyo. Ni fursa pekee, lakini pili nizungumzie scenario ya mchezo ambayo imetokea leo baina ya Young African na Simba Sport Club. Ndiyo. Kwanza tufahamu kwamba Tanzania tulikuwa tunaelekea kwenye viwango vizuri vya soka hapa barani Afrika. Ndiyo. Kama sikosei tulikuwa tunaambiwa tuko nafasi ya 4. Ndiyo. Kwenye zile chati za ligi bora barani Afrika. Hili ni jambo jema kabisa, lakini kwa scenario ambazo zinaenda kutokea naamini kwamba bado tutakuwa tunapata kazi ngumu sana ya kuendelea kupanda kwenye zile chati za soka barani Afrika, kwa sababu ni vitu ambavyo havina afya kwenye mchezo wa soka kuanzia Tanzania lakini pia dunia mzima au kwenye bara zima la Afrika. Kwa scenario ya iliyotokea leo ambayo leo wananchi wengi au Watanzania wengi au wana soka wa Afrika walikuwa wanatarajia kuangalia au kutazama dabi mzuri kabisa hii ya Simba na Yanga, lakini tunaambiwa mchezo umeahirishwa kwa sababu zilizojitokeza. Simba walikwenda jana kwenye uwanja wa Taifa kufanya mazoezi kwa ajili ya mchezo wa leo, lakini kuna scenario ambayo tumeelezwa kwamba kulikuwa na baadhi ya mabouncer wa Yanga, sina uhakika na hilo, wakazuia kwamba Simba wasiende kucheza mchezo wao. Hivyo Simba wakagomea kwamba kwa scenario hiyo hawaingizi timu uwanjani kwa maana hawatakuwa sehemu ya mchezo wa leo. Ni jambo ambalo linashangaza kwa kweli, kwa sababu tunafahamu kanuni zipo. Timu fulani inapovunja kanuni, sheria inatakiwa ifanyeje au kanuni inatakiwa ifanyeje. Hakukuwa na afya yoyote ya kwamba mchezo wa leo kugairishwa kwa maana ya usichezo kwa sababu tu Simba wameshindwa kufanya mazoezi jana. Sio jambo jema, kwa sababu katika huu mchezo kuna vitu vingi sana vinafanyika vya maandalizi kwa ajili ya huu mchezo. Ukiacha tu wachezaji kucheza kwenye pichi, lakini timu kwa maana ya Yanga mwenyeji wanatumia gharama kubwa, lakini pia kuna mataasisi, kuna mashirika mbalimbali ambao wamewekeza matangazo na vitu mbalimbali kwa maana wana invest gharama kwa ajili ya mchezo huu wa siku moja tu. Ndio. Kwa hiyo unapokwenda kugairisha mechi kwa sababu ya tu kwamba timu moja imeshindwa kufanya mazoezi, sio jambo jema na sio jambo la afya katika mchezo wa mpira wa miguu. Wewe ni mkongo kidogo. Hivi kanuni hata ya kuhairisha mchezo inatakiwa iweje, ama muda gani ambapo timu inatakiwa ziwe informed kwamba mchezo wenu umehairishwa? Ni masaa 24. Kama unagairisha mchezo kabla ama ndani ya masaa? Ndani ya masaa. Means kwamba ni kabla ya mchezo. Ndio. Kabla ya masaa 24 kabla ya mchezo. Kabla ya mchezo unaweza ukagairisha mchezo usifanyike. Na kunakuwa na hoja ambazo ni very strong, zinakuwa na mashiko kwa pande zote mbili. Kwa maana ukiangalia hii hoja obvious unaweza ukagairisha mchezo. Timu labda imepata accident yoyote, baadhi ya wachezaji ambao wanakwenda kushiriki kwenye ule mchezo labda wamepata majeraha, yani kama scenario iliyotokea ya Dodoma Jiji, unaweza ukagairisha mchezo. Lakini kwenye kanuni zilizopo sijaona kanuni yoyote ya mchezo ambayo inasema kwamba timu kama haitafanya mazoezi au itazuiliwa kufanya mazoezi kwenye uwanja husika mchezo ugairishwe. Hakuna kanuni ambayo inasema hivyo, au wewe timu kwamba ugairi kupeleka timu uwanjani kwa sababu hujafanya mazoezi, kwa sababu tunaelewa timu inafanya maandalizi mengi tu, wiki moja au wiki mbili au mwezi mzima kwa ajili ya mchezo mmoja. Sasa unapokwenda ukasema mimi siingizi timu uwanjani kwa sababu jana sijafanya mazoezi kwenye uwanja husika, sio kwenye uwanja husika, sio hoja ya msingi kwa kweli. Na hata bodi ya ligi walitakiwa wakae waangalie. Huwezi kugairisha mchezo kwa sababu tu timu haijafanya mazoezi ndani ya dakika 30, kwa sababu mazoezi ya hiyo ya mchezo ya mwisho inakuwa dakika 30, dakika 40, haizidi lisali moja. Lakini unaposema unagairisha, kwa kweli
bado unaleta utata kwenye ligi yetu. Kwa barua ambayo imetolewa na TPLB, bodi ya ligi ya Tanzania, imeeleza kwamba mwenyeji wa mchezo ama ambaye ni mwenyeji wa uwanja hakupewa taarifa ya timu pinzani ama mgeni wake kufika, lakini pia mamlaka ya uwanja na pia tunasema ni maofisa wa mchezo nao hawakuwa informed. Je, kwa scenario hiyo ambayo imeelezwa kwenye barua yao TPLB na hatua ambayo wameichukua, TPLB kwako unatoa comment gani kwanza kwa hicho ambacho wamekifanya na scenario ambao wameieleza wenyewe kwenye barua yao? Bodi ya ligi wana mapungufu. Wana mapungufu kwenye usimamizi, yani hawajakuwa na msimamo sahihi. Unaona? Kwa hiyo tunaona kabisa jinsi gani viongozi wetu walivyokuwa na mapungufu kwenye kusimamia mpira. Kwa sababu waangalie hiyo sababu na sababu wanazozitoa wao za kugailisha mechi. Yani ni vitu viwili ambavyo unaona vinapishana. Kwa hiyo haya ni mapungufu ya viongozi wetu kusimamia mpira wetu. Kwa hiyo tunahitaji viongozi ambao wana uweledi, wanauelewa mpira. Kwa hiyo unamaanisha uchaguzi ufanyike haraka iwezekanavyo? Sio uchaguzi ufanyike, kwanza itakiwa ni viongozi wa bodi ya ligi wajiuzuru kuanzia leo. Yaani wajiuzuru kwamba sisi tunajiuzuru kwa sababu tumeshindwa kusimamia mpira. Na ndio uongozi unavyotaka. Ukishindwa kusimamia mpira, jiuzuru. Kuna watu wengi ambao wanauelewa mpira, wanaweza wakakaa pale wakauongoza mpira na mpira wetu ukaenda, haya makando yakaondoka. Lakini kwa hicho ambacho kinaweza inaonyesha kama ni kama mbinu fulani za wana Simba au timu ya Simba kutaka kufanya Yanga isinufaike na mchezo. Wengi walitegemea kwamba kama taarifa ya TPLB ingetolewa kwamba wengi wadau wanasema kwamba huenda Simba wanataka wapeleke timu uwanjani majira ambayo sio rafiki kwa mashabiki kwenda. Hiyo hali ya kutaka kwamba mashabiki wasiingie uwanjani. Mimi kwamba Simba ilifanya hivi kama bodi ya ligi isingetoa taarifa kusimamisha mchezo ili majira ya jioni wapeleke timu ili wacheze bila mashabiki azifu kwamba timu isipate income. Ni sahihi. Yaani ni sahihi. Yaani hapa maamuzi ya Simba yaliyotolewa, mimi siwezi kuamini kwamba wao wanashindwa kucheza mechi kwa sababu hawajafanya mazoezi jana. Sio kweli. Yaani kuna vitu ambavyo vimejificha hapa chini, ikiwemo hilo ambalo unalolizungumzia, swala la kuizoofisha Yanga kwenye mapato. Lakini pia kwa taarifa ambazo sio rasmi, inaonekana Simba kuna baadhi ya wachezaji wao muhimu ni majeruhi, hawataweza kucheza mchezo wa leo. Kwa hiyo wakaona kabisa kwamba kwa scenario hii, kwa matatizo haya, huenda tukienda uwanjani tunaweza kufungwa. Mashabiki pia walieleza kwamba mechi akichezesha Rajiga hawatopeleka pia timu uwanjani. Hilo lishaongelewa tangia mechi ya Simba na Azam. Washabiki wengi hata ikiwemo baadhi ya viongozi walishasimama wakatoa hayo matamko kwamba bana, sisi iwapo mechi yetu ya Simba na Yanga wakichezesha baadhi ya marefari fulani wakanitaja kama Rajiga, Kayoko, hawata cheza mchezo, na kama itatokea kwenda kucheza mchezo ikitokea matokeo tofauti na ambao wao wanayatarajia, wanaweza wakafanya vurugu. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambazo ni element ambazo tunaziona kabisa kwamba Simba kwenye mchezo huu walikuwa na dalili kubwa sana ya kuto kucheza kama wanavyogoma leo. Kwamba ni alert walizionyesha mapema. Kwa sababu sio mazoezi, yani sio mazoezi. Hilo sio kweli, kwa sababu mazoezi, hiyo kanuni sawa inaeleza kwamba unatakiwa kila timu ikafanye mazoezi kwenye mchezo kwenye uwanja husika. Lakini ni lazima au ni lazima au ni hiari? Nakuuliza sasa. Sio lazima. Yaani kwa mfano hiyo kanuni ipo. Haya, mimi sijaenda kufanya mazoezi. Kanuni inasemaje? Utanizuia kuingia mchezoni au utaninyang'anya alama? Utaninyang'anya alama au mechi inabidi ifutwe. Unakuta hivyo vitu hamna. Kwa sababu sio lazima, unaweza ukafanya mazoezi chumbani kwako au sehemu yoyote nyingine yoyote hiyo. Sio lazima ukafanye pale, ingawa kanuni inakutaka wewe ukafanye pale, lakini hakuna umuhimu kwamba wewe uende au usiende. Kuna kanuni inakubana hakipo, au kanuni inasema kwamba mchezo usichezwe. Basi asante sana kwa muda wako. Nashukuru. Neno lako la mwisho ni lipi? Neno langu la mwisho ni kwamba mchezo leo ufanyike. Mchezo leo ufanyike. Timu husika ambayo ni yani kila timu ipeleke uwanjani. Yule atakayefika kiwanjani apewe pointi 3. Ikitokea mwingine hajafika. Ikitokea mwingine hajafika apewe pointi 3. Ligi iendelee.